kusikia maombi yetu. Utubariki kwa neno lako. Nena pamoja na kila mmoja wetu. Kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Wakristo wote wa kanisa la All Saints Cheptoror, ningependa kuwasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Leo ningependa kusema katika hii maisha kila mtu ako na vita vyake vya imani. Katika hii maisha kila mtu ako na vita vyake vya imani. Kuna mama mmoja ambaye alikuwa anaitwa Monica kwa church history. Yeye alikuwa na kijana anaitwa Augustine. Na Augustine ambaye alikuwa ni kijana yake, yeye ndio alikuwa vita yake ya kiroho. Alijaribu kumwombea abadilike, lakini yeye aliendelea kuwa mlevi. Akaomba mwaka mmoja, akaomba miaka 2, mpaka akaomba miaka 40. Lakini huyu kijana kwa hii miaka yote hakubadilika. Lakini huyu mama alijua hiyo ndio vita yake na aliomba. On the 40th year, mwaka wa 40, huyu Augustine alikuwa amekaa chini ya mti saa 6 ya mchana. Akasikia sauti ikisema tole lege. Yaani kwa lugha ya Kiyunani ni kusema chukua na usome. Na yeye akaangalia kitabu ambayo ilikuwa karibu yake, ilikuwa ni kitabu cha Biblia, Warumi 14:13 mpaka 14. Na yeye siku hiyo akaokolewa. Nataka niwaambie kila mtu ako na vita vyake vya imani ambaye iko mbele yako kila siku. Wengine vita ni afya. Afya inaweza kuwa imekusumbua miaka mingi. Wengine vita ni nyumbani. Wengine vita ni popote. Lakini nataka kukuambia kila mtu anapitia vita vyake vya imani. Somo letu la pili, Waanglikana wazuri wanajua mahubiri yetu inatokana kwa somo. Somo letu la kwanza limepatikana katika kitabu cha Yoshua 5:13. Ukiruka 13 unasoma mpaka 15, unaanza kusoma mstari wa kwanza 6:1 mpaka 10. Ni hadithi ya Yoshua. Kitabu cha Yoshua nataka niwaambie kiliandikwa na Yoshua. Kwa sababu tunasema Joshua. Kwa sababu hata ukisoma Yeremia unasema Yeremia, kisip Yeremia, lakini kisip Joshua. Joshua ndio aliandika kitabu hiki. Na Yoshua ambaye aliandika kitabu hiki, yeye aliandika 1380 BC. Yaani miaka 1380 kabla Yesu hajazaliwa. Na yeye hadithi hii ambaye anaandika anatuelezea vile wana wa Israeli walikuwa na vita ya kuteka nchi ya ahadi. Nchi ya ahadi ni nchi ambayo inaitwa Kanaani. Na kila mmoja wetu, nimesema kila mmoja wetu hapo na vita. Kila mtu anajua vita zake. Kama niwaambie vita ambayo uko nayo ni lazima utapitia. Na leo tunataka kujifunza kuhusu Joshua, jinsi tutashinda vita vya imani. Je, tutashindaje vita vya imani? Wengine vita iko kazini. Wengine vita iko na jirani ambaye kila siku anasongesha mpaka. Ukijaribu kwenda hivi anaweka hapa. Wengine vita iko kwa marafiki. Wengine vita iko popote. Lakini nawaambia hakuna mtu anakosa vita. Leo nataka tujifunze kama vile Joshua. Je, tutashindaje vita hivi vya imani ambaye tuko naye kwa maisha yetu? Na leo nataka tujifunze mambo 4 ya muhimu. Jambo la kwanza, vita ambavyo vinakuja vya imani kwako, ni vyema ujue ni lazima ukabiliane nao.
Yoshua alikuwa ameambiwa na Mungu ataenda kuteka mji wa Yeriko. Yeye alijua hiyo ni vita yake, lakini hakutoroka. Yeye alichukua hatua ya imani na kwenda kukabili Yeriko. Wakati mwingi ni rahisi watu kutoroka kwa changamoto zao, lakini hata ukitoroka changamoto haiendi mbali, bado iko na wewe. Mwaona mtu akitoroka kitu, anatoroka Chebiuk anakuja Trans Nzoia, na jenye alitoroka bado inamfuata. Wakati mwingi changamoto za imani ambayo iko kwa maisha yetu hauwezi toroka, unatakikana ukabiliane na kama Yoshua. Yoshua alijua watu wa Jericho walikuwa ni watu wakubwa, tena walikuwa wamejenga manyumba ya kifahari na wamezingira mji, lakini hakutoroka kwa sababu ilikuwa ni kazi ambayo Mungu amempatia. Na Yoshua akaenda kuelekea Yerusalemu. Nataka niwaambie chenye unapitia hatuwezi toroka. Unastahili tukabili changamoto ambaye inakuja mbele zetu. Mungu atusaidie chenye unapitia, kabidhi ukijua ya kwamba Mungu yuko pamoja nawe. Ukijua ya kwamba Mungu akiwa pamoja nawe utashinda. Ikiwa ni kwako kuna changamoto, Mungu akiwa pamoja na wewe utashinda. Ikiwa ni kazini, ikiwa ni popote, hatutakikani kutoroka. Tunastahili kusimama imara kwa imani na kumtetea Bwana Yesu. Napenda jeshi la wokovu wanaimanga, jeshi la Bwana haliangalii nyuma, waangalia nyuma nini, waangalia mbele, waangalia mbele, waangalia nyuma nini. Nataka niwaambie, kuna wazee wengine mambo yakikuwa kwa boma, unaona anachukua viraka gekurene matazino, anaenda kwa pepa bag kwa town. Na kama Mungu amepanga utakaa kwa hiyo boma, hata ukikimbia unajidanganya utarudi hapo. Nimewaona wamama wakifunganga virago, lakini unapoteza wakati. Kama Mungu alipanga utaishi hapo, bakia tu. Na kabili hiyo changamoto katika jina la Yesu Kristo. Hakuna Mkristo amepewa kipawa ya kutoroka. Penye huko, kaa kwa imani. Yoshua, kaa kwa imani, ukijua Mungu yuko pamoja na wewe. Nilikuwa nikiambia watu wiki ile nyingine, hadithi nyingine ya kwamba kulikuwa na mama moja, bwana yake alikuwa amemsumbua sana. Hata kumpiga alikuwa anampiga. Na siku moja akataka kumjaribu, akampatia shilingi 10,000. Na akamwambia, mama, nasikia unaenda kanisa, wacha nione kama uko na ukweli. Chukua hiyo 10,000, nitakuja jioni. Na yeye alijua huyu ni mama wa kanisa, hata hajui kufika pesa, aliweka tu chini ya pilo. Na mzee akaenda kuiba pesa chana. Unajua pesa? Kwa sababu una pesa hiyo tu. Kijoro, na akaweka kwa mfuko. Na kumbe hiyo mfuko ilikuwa imetoboka 10,000. Alipokuwa akiruka anaenda kama je, alipokuwa anaruka kwa kidimbwi, pesa ikaanguka kwa nini? Kwa kisima, na kulikuwa na samaki. Ikaingia tu straight kwa mdomo ya samaki. Na vijana wengine walikuwa wakivua samaki. Kaendelea kuvua samaki, wakashika hata hiyo samaki. Na wakapita kwa boma ya huyo mama. Sema, mama, leo iko samaki safi, unaweza nunulia mzee wako. Akasema, hata kama yeye ndio ananiletea shida, kanya wacha ninunue hata kama yeye ana shida. Kwa sababu yeye alijua ni vita vya imani. Akajua ya kwamba ni lazima ashinde, akanunua samaki, akapatiwa 2. Na alipofungua samaki akasema, so, umwasikia wasabu unasema so, yani so, ne miru yani karibu 10,000 yote. Akachukua 10,000 na akaweka wapi? Akarudisha tu kwa mattress kwenye ilikuwa. Wacha mzee akuje. Unajua mtu mlevi si ati ajui chenye anasema. Yani anatafutanga tu courage mbomaje. Yani ndio maneno itokee. Sasa amekuja na pressure. Ndio watu wengine wanajifanyanga wao kanisa, lakini choriki west. Wewe mama, nataka pesa yangu kwanza. Yeye anajua huyo mama hana hiyo pesa. Unajua mtu akitaka kupiga mwingine
mwenye si lazima akuwe na makosa, anatafutana. Na yeye alijua huyu mama hakuna pesa. Sema leta pesa yangu. Mama akasema mzee, hata nimekutengenezea leo samaki, si ukule kwanza. Sema hii ni kunidanganya, imejeberpera. Lakini angetaka injuri yani wizi kabisa. Taka pesa yangu, weka hapa kwa meza kwanza. Akapiga kelele 10 minutes. Baka mama akasema haya, kaa hapa nikuletee pesa yako. Alipoleta hiyo pesa 10,000 vile ilikuwa, huyo mzee akaanguka chini. Hebu niambie, hii pesa umetoa wapi? Ndiye sio, unataka pesa yako, unataka kujua nini? Akamwambia Mungu mwenye ninamuomba hawezi kudanganya. Na Mungu ambaye namuomba ni mwaminifu. Na kweli huyo mzee akasema imani yako ya Mungu ni ya kweli. Hata ungekuwa umetoroka hii boma miaka mingi, lakini huyu Mungu unayemwamini ni wa kweli. Hata mimi nitaenda kanisa. Kwa nini? Imani ya kweli unasimama imara. Nataka niseme, wanasemanga twende kwa Yesu mimi na wewe. Njia atonya. Lakini wengine wanarudi reverse, twende kwa Yes. Kama ukiwa unakabidhi changamoto ambayo iko mbele yako katika jina la Yesu. Leo nimeona huyu gogo, nimefurahi. Gogo alipitia changamoto mpaka wakakata mguu, lakini hawakukata imani kwa Mungu. Kama wengine wangesema siendi kanisa, lakini yeye alijua changamoto hiyo atakuwa naye, lakini anakabidhi katika jina la Yesu Kristo. Joshua hakutoroka, alielekea Jericho. Na alielekea, jambo la kwanza ni ya kwamba imani inakufanya wewe. Imani inakufanya wewe unasonga mbele licha ya changamoto yenye unapitia. Nataka niwaambie kila mtu ako na changamoto yake. Kila mtu tinyenyenyi. Wengine usifikiri hakuna mwenye ana, kila mtu ako naye. Simulisikia nilikuwa mgonjwa siku moja corona. Nilikuwa ninakohoa kama trakta. Yaani mambo ilikuwa tofauti. Nikijaribu kukula hakuna. Hata unajua kutembea kutokea hapa mpaka hapo ilikuwa imenishinda. Sababu hiyo ugonjwa ilienda kwa mapafu. Na hata siku moja sikujua niko naye, nilijua Monday, Friday, Saturday nilikuwa ninaona, hata nilifunza watu hapa. Lakini hata sikukaa ndani, nilikuwa niko dunia yangu. Waliponipima wakapata nina corona. Nikameza dawa. Leo ninahubiri kwa sababu gani? Changamoto ikikupata usitoroke, usife moyo, usiseme ninafunga virago ninaenda, usiseme ya kwamba hapa kwangu hakukaliki, sema nitakaa katika jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Amen. Jambo la pili, vita vya imani vikija, kitu cha pili inastahili ujitenge mwenyewe. Yoshua alienda mwenyewe kuangalia Jericho. Yeye hakukuwa na mwingine, alikuwa peke yake. Sijui kama kwa maisha hii umewahi kujitenga, ukabakia wewe mwenyewe. Yoshua alijitenga na akatafakari. Akajiuliza, je, itakuwaje katika hii vita vya imani ambayo iko mbele yangu? Kuteka mji wa Jericho. Itawezekanaje? Ninaomba mambo yakiwa magumu, jitenge wewe mwenyewe. Kama vile Yoshua alijitenga. Tafakari na kutafuta mtu mmoja ambaye usipokuwa naye hautashinda katika vita vya imani. Yoshua akajitenga. Na alipojitenga Yoshua, yeye akasema ya kwamba mimi natafuta mwelekeo wa Bwana. Mambo yakiwa magumu, jitenge, tafuta uso wa Bwana, tafuta kuelekea kwa Bwana. Na alipokuwa bado anawaza, akaona mwanaume mmoja
Nimekuwa nikisikia lugha ya Kisapoti anasema akaona mwanaume mmoja na yeye akamuuliza Yoshua, akamuuliza, wewe uko upande wetu ama wewe uko kinyume yetu? Akasema acha, hapana, mimi siko kinyume yenu ama upande wenu. Akasema mimi ni jemedari wa jeshi la Bwana. Jemedari wa jeshi la Bwana, jina lake ni Yesu Kristo. Kabla hujashinda vita vya imani, ni lazima upokee jemedari wa vita. Jina lake ni Yesu Kristo. Na Yoshua alimpokeaje? Aliposikia Yesu Kristo, akaanguka chini kwa kunyenyekea, na akasema ya kwamba mimi ni mtenda dhambi, na akamwambia toa viatu, kwa sababu pahali ambapo unaenda kukanyaga ni pahali patakatifu. Wakati tunakutana na jemedari wa jeshi, jina lake ni Yesu Kristo, ni mzuri unyenyekee na ukubali ya kwamba wewe ni mtenda dhambi. Nataka kusema dhambi zako hakuna mwingine anajua, ni wewe peke yako unajua. Na wakati tunakutana na jemedari, kabla hatujaanza vita vya imani, ni vizuri ukubali ya kwamba mimi ni mtenda dhambi. Bila Yesu sitaweza, bila Yesu sitafanikiwa, bila Yesu mimi si kitu, na bila Yesu sitafanikiwa. Joshua akasema, akaanguka chini na kusema nipe masharti. Nataka niwaambie, wakati tunapoenda katika vita vya imani, ni vizuri unyenyekee mbele ya Yesu Kristo na ukubali mimi ni mtenda dhambi, na ukubali bila Yesu mimi sitaweza, na bila Yesu sitafanikiwa. Katika hii vita ni vizuri utembee na jemedari wa vita. Jina lake ni Yesu Kristo. Nimekuwa na changamoto mingi katika hii maisha haya ya imani, lakini nikiwa na Yesu niko salama rohoni mwangu, kwa sababu najua nikiwa na Yesu niko salama. Nataka niseme chenye unapitia, bora uko na jemedari, utashinda vita vya imani. Wengine wamekuwa wagonjwa, lakini ukiwa na jemedari utashinda. Kuko na mwimbaji mmoja mwenye aliimba hii wimbo, Standing on the Promises of God. Sijui kama mnajua hiyo wimbo. I'm standing on the promises of God. Yaani huyu mwandishi alikuwa anaitwa Russell. Carter Russell mwenye aliimba hii wimbo, yeye alipokuwa na miaka 30, wakamwambia na ugonjwa wa moyo. Na hii ugonjwa wa moyo, daktari wakamwambia hautaishi zaidi ya wiki moja, wewe unaenda. Hebu angalia kama ni msapoto anakuambia irote wiki moja peke yake, wewe utaishia. Sijui huyo mtu anafanya nini, anaambia ganget wiki pate wejike. Sasa huyu Charles, wengine wangeanza kusema nimerogwa, nimelaaniwa, lakini anaitwa nani? Carter Russell akajiambia kitu kimoja, akasema mimi ninasimama kwa ahadi za komanda wa jeshi, jina lake ni Yesu Kristo. Na yeye akasema nitaishi kwa ahadi ya Yesu Kristo. I will live by faith in Christ. Na Mungu asifiwe. Aliishi miaka 47 zaidi. Daktari walimpa wiki moja. Lakini Mungu ambaye tunasimama kwa ahadi zake, na kwanza ukikutana na jemedari ambaye jina lake ni Yesu Kristo, akamuongezea miaka ingine 47. Nataka niwaambie, tafuteni Yesu huyu jemedari. Nyenyekea na kukubali dhambi zako, na baadaye yeye fuata masharti yake. Alimwambia vua kiatu, kwa sababu unakanyaga pahali patakatifu. Kuko na mambo mengine ambayo tukimfuata huyu jemedari tunastahili to surrender all to Jesus. He is our commander. Tunastahili kutoa yote na kuachana na yote.
Nataka niwaambie ni ngumu kupata msabota hajawahi kunywa pombe. Sijui kati yetu nani hajawahi onja pombe hata siku moja. Beba mkono juu. Hata jule gani? Hata mpaka wadada ngoja mjamaje. Ni ngumu kupata msabota hajawahi onja pombe. Hata mimi nilikuanga na kunywa hiyo yote. Nilikunywa kangara, wengine nilikuanga muna. Na huko na mzee mwingine huko kwetu siku moja hakukula pombe, hakukula ugali na akakunywa chang'aa ya molasses. Watu walisema lakini sidhani ni kweli. Hadi walienda wakatoa molasses kwa tumbo karibu korokoro moja. Lakini sidhani ni kweli, hiyo ilikuwa ni story ambaye haina mbele wala kitu. Lakini nataka niwaambie pombe ilikuwa imenilemea. Lakini siku moja nilikutana na jemedari. Jina lake ni Yesu Kristo. Nikainama na kukubali. Tunaimbanga yote kwa Yesu. Yote kwa Yesu. Yote kwa Yesu. Yote kwa Yesu. Yote kwako. Yaani si sadaka peke yake, hata dhambi zote unaweka msalabani. Maye yekurene tumbako tumuti weka chini ya msalaba. Na hata vitu vingine kinende yote tunaweka chini ya msalaba na kusema Yesu nichukue vile. Nilipokutana na rafiki yangu siku moja town, akaniambia Yesu tuende tukunywe pombe. Ukitaka ya bar tutakunywa, ukitaka chang'aa tutakunywa. Nikamwambia uko sawa isipokuwa kitu kimoja. Nilipeana vyote kwa komanda. Na siku hizi mimi ni padri wa kanisa ya Kianglikana. Akaniangalia akaniangalia kutokea Medet akoi keurene rengo kutokea Kiko mpaka mguu akaniangalia. Na akaniambia Jesus, wewe ni padri? Nikamwambia ndio. Akaniambia kama wewe ni padri kila mtu atakuwa padri. Nikamwambia ni kweli kila mtu anaweza kuwa padri, bora anyenyekee mbele ya jemedari. Bwana asifiwe. Kama kushinda vita vya imani, nimesema kitu cha kwanza, kabili changamoto yenye unapitia. Jambo la pili, kubali kutawaliwa na jemedari wa vita. Jina lake ni Yesu Kristo. Jambo la tatu, katika hii vita unastahili kuwa na kutii. You must be obedient. Yoshua akatii maagizo yote, wakamwambia mutaenda kule Jericho na kila siku mutazunguka mara moja. Every day you will rotate what? Mutazunguka mara moja. Kila siku mara moja. Na siku ya 7 mtazunguka mara 7. Hebu angalia, ukiambia watu wazunguke mara moja, na waliambia mtu asiongee kwa sababu watu wengine wangevunja wengine moyo. So mtu akitaka kuongea anamwambia alisema Mkenya mtasikia tu nitarumbeta. Ulisema nini ukisaboti ya pembe ya nini? Nipo mengi. Yaani tarumbeta hiyo ilitengenezwa na pembe ya kondoo ndume. Na akasema wakati mtasikia hiyo tarumbeta ndio mwanze kupiga kelele, lakini wakati mwingine mtasimama tu na kutembea bila kuongea. Wanatembea kwa imani. Yeye alitii neno la Mungu. Siku ya kwanza wakatembea. Siku ya pili wakatembea, hakuna kitu ilifanyika. Siku ya tatu wakatembea, hakuna kitu ilifanyika. Siku ya 4 wakatembea, hakuna kitu ilifanyika. Hata wengine walichoka, lakini sheria ya Mungu ilikuwa ni lazima utii. Hakuna mtu anaongea mpaka wakati watasikia tarumbeta ikilia, na kila mtu apige kelele na ukuta utaanguka. Hata sisi wakati mwingi tuna ukuta mingi ya Jericho, na kitu ambacho tunastahili kufanya ni kutii na kutembea kwa imani kwa ukuta siku ambazo Mungu ametuambia tukiomba na kutafuta na kutarajia Mungu afungue njia. Haijalishi ni muda mrefu
mrefu kiasi gani, haijalishi watu watatuvunja moyo kiasi gani, ninajua Mungu atatujibu siku moja. Bwana asifiwe. Amen. Siku ya 7, siku ya 5 bado wanazunguka, hakuna chenye inatokea. Kama ungekuwa Anglikana ungekuwa kiimba mteteni Yesu mlio askari, inueni pera mkaetaya. Tena unaimba waume ndenae adui ni wengi, lakini kwake Bwana tu. Basi walitembea siku ya 7 wakazunguka mara 7, na baadaye kwa kutii. Kuna baraka kwa kutii neno la Mungu, kuna baraka kwa kutii maandiko, kuna baraka kwa kutii. Leo ni siku ya fungu la 10. Kuna siku zingine ambazo ni siku za kufanya mambo fulani. Kuna baraka kwa kutii, na sisi tunaimanga amini kutii, njia pekee ya kupokea baraka kwa Mungu. Hakuna mtu ambaye ametii neno la Mungu akakosa baraka. Mungu atusaidie tuweze kutii, na tukitii tutapokea baraka. Walipoambia sasa wale makuhani, wanasema big up ne, big up Kurus. Wale makuhani ndio walikuwa mbele, watu wa kutoa dhabihu. Wakaambia sasa mpige tarumbeta. Walipopiga tarumbeta na watu wakapiga kelele, na Mungu akawapa ujasiri ya kuingia kule Jericho. Wakapita kwa ukuta, wakabomoa ukuta ya Yeriko, na mwishowe kwa neema ya Mungu wakateka mji huo wote, kwa sababu walitii neno la Mungu. Ushindi inapatikana wakati tunatii. Na naomba katika jina la Yesu Kristo, Mungu atusaidie mimi pamoja na wewe tutii neno lake. Na wakati utatii, hiyo ndio wakati baraka itakuja. Kwa neema ya Mungu atusaidie tutii. Yoshua alitii na akashinda. Kufikia Joshua chapter 12, walikuwa wa miaka 7, wakaweza kuteka mji huo wote wa Kanaani. Ingawa kulibakia na wachache, sehemu chache hawakuweza kuteka kwa sababu walikosa kutii. Lakini walipotii kulikuwa na baraka. Mungu akusaidie wewe pamoja na mimi tutii. Na tukisha tii tutapokea baraka. Wanasema kulikuwa na mzee mmoja na kijana yake. Kijana yake walisema watatoa mavuno ya ng'ombe kanisani. Na ng'ombe ya huyo kijana ilikuwa kwa baba yake. Basi huyo kijana akasikia ameguzwa kwa roho yake atoe hiyo ng'ombe, ndume kubwa. Jioni kabla hajasema kanisani, akaenda akaambia baba yake. Akamwambia, baba, mbona mimi kwa roho yangu alipokuwa akizungumza kanisani nilihizi ndume yangu yenye inakaa kwako nipeane kanisani. Baba yake akamwangalia akasema, wewe kijana, una nini yako hapa? Hii ng'ombe hauwezi kupangia kama iko bado kwa boma yangu. Sasa hiyo kanisa yako vile umesema nitapatiana ile ndume nyingine, lakini hii haiendi. Kijana akasema, baba, ni vizuri kutii sauti ya Mungu. Akasema, hapana, mimi nimekupatia hiyo, wewe peleka. Shingo upande akapeleka, kwa sababu lazima utii pia baba yako. Akapeleka, ikaombewa, ikauzwa, na ile ng'ombe nyingine ikakaa wiki 2 na ikakufa. Huyo mzee akasema, ndiye kapanipiga hapa kanisa. Hao watu wa kanisa wameroga ng'ombe yangu. Lakini si kuroga, kitu ambacho kiko wakati kunakosekana utii, hakuna baraka. Hebu enda angalia. Juzi mulisikia kesi ya mtu anaitwa
kulikuwa na watu wawili walifungwa wakaweka faini ya 700 million. Mnakumbuka mmoja alikuwa anaitwa nani? Wahungu. Na mwingine anaitwa nani? Waluke. Watu walisema ya kwamba, sijui kama ni kweli, wanasema ya kwamba familia ya Wahungu, unajua Wahungu ni mtoto wa mtu anaitwa Canon Awori, padri wa kanisa la Kianglikana. Walisema kwa masaa 2 walikuwa wamechanga milioni 700. Sijui kama ni kweli, nilisoma kwa Facebook. 2 hours walikuwa wamechanga 700 million. Kwa sababu huyo mtumishi wa Mungu, hata kama kwa maisha yake hakuona, baadaye vile alitii Mungu akihudumu pale ambapo kulikuwa na changamoto na shida, baadaye Mungu alibariki watoto wake. Mmoja alikuwa vice president Kenya, mwingine akakuwa presidential candidate Uganda, mwingine akakuwa chairman wa commercial bank, mwingine akakuwa wapi, nasikia walichanga within 2 hours wamepata 1,000 milioni 700, na si kutoka nje. Kwa hiyo familia kuna baraka kwa kutii, na narudia kusema there is blessings in obeying God's word. Hebu angalia mtu yote ambaye amebarikiwa, utaona ni mtu ambaye alitii neno la Mungu. Mungu atusaidie tufuate maneno yake. Jambo la mwisho, Joshua hakutii peke yake. Joshua pia alishinda vita hivi vikuu vya imani kwa sababu alikuwa na imani kwa Mungu. Alipotembea, alipozunguka, Joshua alikuwa na imani kwa Mungu. Yeye alijua Mungu ni mkubwa kushinda hali zote. Yeye alijua Mungu anaweza mambo yote. Na kweli Mungu alimwezesha. Ninaomba katika jina la Yesu Kristo, chenye unapitia, Mungu atusaidie tuwe na imani. Bwana asifiwe. Chenye tunapitia, penye tunaenda, chenye tunafanya, Mungu akusaidie uwe na imani. Na katika imani ya Yoshua, Mungu akawasaidia wakateka mji wa Kanani, wakateka Jericho, wakaenda wakateka baadaye Ai, wakateka miji na wafalme wengi kwa sababu walikuwa na imani kwa Mungu. God is bigger than all our worries. Mungu ni mkubwa kushinda mambo ambayo yanatusumbua. Mungu ni mkubwa kushinda magonjwa yote. Mungu ni mkubwa kushinda changamoto za kifamilia ambayo tunapitia. Mungu ni mkubwa kushinda changamoto ya watoto. Mungu ni mkubwa hata kushinda changamoto za ndoa. Na tukiwa na imani kwa yeye, atatupigania na mwishoe atatushindania. Mungu wa amani awabariki. Nimesema kila mtu ni lazima apitie changamoto ya imani. Nataka nifunge sasa kwa kuomba. Kama unahisi kwa roho yako ya kwamba unataka niombe pamoja nawe, simama pale ambapo uko na nitaomba pamoja nawe kwa imani. Na tukiomba tukumbuke ya kwamba lazima tukabiliane na changamoto zetu. Jambo la pili, si tukabiliane tu peke yake na changamoto. Jambo la pili, tupende kukutana na mfalme na hata jemedari wa jeshi la Bwana. Jina lake ni Yesu Kristo. Jambo la tatu, tutii neno la Mungu. Na jambo la 4, tuweze kuwa na imani ya kwamba Mungu anaweza. Haijalishi chenye tunapitia, nataka tuweke mbele za Bwana kwa maombi ya kwamba Mungu atatuwezesha. Na kama unahisi unastahili niombe pamoja nawe, simama penye huko na nitaomba pamoja nawe. Twende kwake, twende kwake, kwake Yesu sasa. Sasa twende kwake, kwake Yesu sasa. Na tuombe. Baba mwenyezi na mwenye rehema, wewe pekee ndio unatupa ushindi. Wewe pekee katika vita hivi vya imani utatuwezesha. Utusaidie tukabili changamoto ambazo tunakutana nayo. Utusaidie tukubali uongozi na utawala wa jemedari. Jina lake ni Yesu Kristo.
Utusaidie Bwana Mungu, tutii neno lako na tuwe na imani. Wale ambao wana udhaifu wa kimwili, wape uponyaji. Wale ambao wanasumbuka, kutana na mahitaji yao. Wale ambao wanapitia changamoto, uwe pamoja na wao. Uwabariki na kuongoza. Nena pamoja nasi. Kwa Yesu Kristo ninaomba nikiamini. Amen. Uketi chini tafadhali, nasema maneno machache.